unasema ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu. Huu ni ujumbe ambao Mungu amekusudia kutufundisha siku ya leo. Ufalme wa Mungu. Lakini kusudi na lengo kuu kujifunza somo hili ni kwamba huko mbele utambue mahali ambapo umetokea wapi. Lakini ujitambue kwamba wewe ni mtu wa thamani. Lakini pia kusudi litakalofuata ni kujua haki zako wewe kama raia wa ufalme wa Mungu. Kujua haki zako kama raia au kama mtu ambaye unatoka wapi? Mbinguni. Bwana asifiwe sana. Kujua haki zako ambazo unastahili. Lakini mbali na kujua haki zako, lakini kujua wajibu ambao unatakiwa uwe nao. Wajibu ambao unatakiwa uwajibike kabla ya kuipata hiyo haki. Amen. Kabla ya kupata haki lazima kuna wajibu ambao unatakiwa uwajibike. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yana majibu huko mbele wakati tunaendelea kujifunza hili somo. Kuna kodi ambayo ninapenda kuifungua wakati huu. Na sio mbaya kama tukitumia slogan hii kusema ni majira ya kubarikiwa. Bwana asifiwe sana. Sema majira ya kubarikiwa. Ni majira ya baraka kwenye maisha yangu. Kwenye maisha yangu. Kwenye maisha yangu. Amen. Hallelujah. Warumi 14 mstari wa 17 litakuwa ndio andiko letu ambalo litaongoza somo hili. Warumi 14 mstari wa 17 ndio litakuwa somo letu. Ndio litakuwa andiko letu kwa siku ya leo. Na natamani kama nitahubiri kwa dakika 5 yale ambayo kama mengine utasahau, lakini usisahau kujua definition ya ufalme wa Mungu. Usisahau kujua maana ya ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kuna maneno mawili, kuna ufalme wa Mungu, lakini kuna ufalme wa mbinguni. Amen. Neno ufalme wa Mungu hii inatafsiri mmiliki ambaye anamiliki ufalme wa wapi? Wa mbinguni. Amen. Ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo tunapojifunza kuhusu ufalme wa Mungu, lazima tujue kwamba ufalme wa Mungu ni upi. Tunaposema kuhusiana na ufalme wa mbinguni, lazima tujue mmiliki wa huo ufalme ni Mungu aliye hai. Sema ni Mungu. Mmiliki wa huo ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni ni Mungu aliye hai. Wakati kama mtu ambaye kama ni raia wa taifa fulani, lazima ulijue hilo taifa kiundani zaidi. Kama vile ambavyo unalijua kabila lako. Unajua kabisa sisi, kama unajua wewe ni Mhehe au ni Mbena, unalijua kabila lako kiundani, unajua tabia zao, unajua maisha yao, unajua udhaifu wao, unajua vizuri. Kwa hiyo ni muhimu pia kujua wapi mahali ambapo unatokea. Baada ya kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, maisha yetu yamebadilika. Hatujawa tena, ID yetu haijawa tena katika dunia hii. Sisi tunatambulika kama raia wa mbinguni, kama watu wa mbinguni. Amen. Nisaidie kusema mimi ni mtu wa mbinguni. Hallelujah. Ongea tena, sema mimi ni mtu wa mbinguni. Sema natokea mbinguni. Yesu Kristo ndiye ambaye ametubadilisha na kutufanya tuwe raia wa mbinguni. Tanzania, ukiwa Tanzania kuna kile kitambulisho. Wewe unajua na kitambulisho cha uraia kinachokutambulisha kwamba wewe ni raia wa Tanzania. Na katika kipindi hiki nafikiri watu wamekuwa waaminifu sana kutembea nako kwa sababu wanajua situation ilivyo. Mwingine akikamatwa na polisi kama ataonyesha ile alama ya ndui ambayo iko hapa kwenye bega lake la kushoto.
tunatokea wapi? Mbinguni, pamoja na kwamba ni Watanzania, lakini sisi ni raia wa Malaysia. Nini maana ya ufalme wa Mungu? Ufalme wa Mungu, hebu nisaidie kusoma 14:17 Warumi 14:17. Yes. Bwana linasema, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Haleluya! Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Amen. Ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. I'm talking to somebody. Ufalme wa Mungu sio kula wala kunywa, bali ni haki. Ufalme wa Mungu unahusu haki. Haki imekuwa ya kwanza, alafu ya pili nasema na amani. Inaanza haki, alafu inakuja amani. Amen. Ufalme wa Mungu ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Mtu mmoja shangilie Bwana katika jina la Yesu. Oh, bado upo na mimi? Kama upo na mimi, mpigie tena Yesu makofi. Sasa sio hiyo ni wakati. Bado upo na mimi? Kama upo na mimi, piga makofi. Amen. Kila atakaposema upige makofi, piga kwa namna hiyo. Ufalme wa Mungu si kula wala kunywa. Maana yake sisi tunaotokea mbinguni, habari ya kula na kunywa sio kipaumbele chetu. Kuna mtu anaelewa? Sio kipaumbele chetu, sio priority yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bali kipaumbele chetu ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Amen. Kama ufalme wa Mungu ni haki, mimi kama natokea mbinguni kama mtoto wa Mungu aliye hai, natakiwa nijue haki zangu. Ninadili na haki, ninakaa kwenye haki, ninatembea kwenye haki kama mtoto, kama raia wa mbinguni. Kuna mtu anaelewa? Ufalme wa Mungu unahusu haki. Ni muhimu sana kujua haki zako. Kama wewe unaongea na raia wa mbinguni, Bwana asifiwe. Kama wewe ni mwenyeji wa mbinguni, ufalme wako unahusu haki. Haleluya. Mitume na manabii hao wasaidizi wale waliotabiriwa, jamaa moja iko wapi na feki iko wapi? Wewe una haki ya kubarikiwa unapoingia, una haki ya kubarikiwa unapotoka, na hiyo ni kweli. Ni kweli, unayo haki ya kubarikiwa uzao wa tumbo lako, una haki ya kubarikiwa maongeo ya kinywa chako, una haki ya kubarikiwa afya yako, una haki ya kubarikiwa shambani mwako, una haki ya kubarikiwa kwenye familia yako, una haki ya kubarikiwa. Unayo haki ya kuwa anointed one, unayo haki ya kupakwa mafuta, unayo haki ya kuwa na upako, unayo haki ya kutamka na vitu vikao, unayo haki ya kuamuru mambo na yakapiga katika jina la Yesu. Una haki ya kuzitetemesha mbingu, una haki ya kupindua ulimwengu, una haki ya kufanya mambo makubwa. Unayo haki katika jina la Yesu aliye hai, una hiyo haki. Haleluya. Lakini katika hapa mahali fulani pananitatiza kidogo. Sema pananitatiza. Sema tuambie wapi pananitatiza. Haleluya. Hakuna haki bila wajibu.
Haki ni baraka. Wanazungumza kuhusu baraka, hawakwambii kuhusu wajibu. Na hii kodi ninayoifungua itasababisha majibu kwenye maisha yako kabla haujaomba, kwa sababu umetimiza wajibu. Mungu wa mbinguni ninayemtumikia atafanya kwenye maisha yako kabla haujaomba. Kama ukitimiza wajibu, Mungu atakupa haki, Mungu atakupa furaha ya wokovu, utaiona furaha ya wokovu. Bwana asifiwe sana. Hapo fundi mitambo, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hakuna haki bila wajibu, hakuna haki bila wajibu. Na ufalme wa Mungu ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Hebu simama kwa dakika moja tuseme hii maana ya ufalme wa Mungu. Huku unatembea, alafu hiyo haki inatokea kwenye maisha yako. Profesa, ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Ufalme wa Mungu ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Come on. Ufalme wa Mungu ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Walio na furaha wamshangilie Bwana katika jina la Yesu. Walio na hiyo amani wamshangilie Yesu katika jina la Yesu. Walio na hiyo haki wamshangilie Bwana. Ufalme wa Mungu ni haki. Ni haki yangu kubarikiwa. Ni haki yangu wale wanaonilaani walaaniwe. Ni haki yangu wale keti sasa. Kama hakuna haki bila wajibu, kuna umuhimu sana kusisitiza sana kuhusu wajibu, kwa sababu ukitimiza wajibu, haki inakuja yenyewe. Ili kutengeneza njia ya haki kutokea kwenye maisha yako, lazima ukae kwenye wajibu. Kuna mtu upo kwenye ndoa, unasema mume wangu alitoa, kuna madera mapya yametoka siku hizi, hajaninunulia. Wengine wanafanyiwaga surprise, lakini sijawahi kuona surprise hata moja. Lakini kumbe kuna kitu kinaitwa wajibu, haukukaa kwenye ule wajibu. Kile unajua kwamba ukiwa kwenye ndoa ni kupika. Wakati kabla hajaoa alikuwa anapika. Amen. Kwa sababu unaona unatimiza wajibu wa kupika na kufua. Unaona sasa umeshafikiria na tunataka kusema haya hicho haujakitimiza hicho, afu unajiuliza mbona sifanywi surprise? Kama tukimfurahisha Mungu anatubariki. Oh my God. Kama tukimfurahisha Mungu anatubariki, what if the same vile ambavyo unafanya kwa Mungu, fanya wajibu wako kwa mume wako ili upate haki zako katika jina la Yesu. Unakimbilia tu kutaka haki zako, lakini umekaa kwenye wajibu. Fanya mume wako atabasamu. Na nyinyi ndio mna nafasi kubwa ya kutufanya sisi tuishi miaka mingi, kwa sababu tabasamu lenu ni afya kwetu. Tabasamu lako ni afya kwa tabasamu lako ni afya kwa mkeo. Tabasamu lako ni afya. So kama tabasamu lako ni afya, alafu uwa utabasamu, ukubali tu kwamba lazima huyu jamaa atakuwa anachelewa kurudi nyumbani. Ukubali tu kwamba huyu jamaa kuna wakati mwingine hata kama hana jambo la muhimu la kufanya huko, utalazimu tu abaki au yani awe na bando, kae mtandaoni muda mrefu, apoteze tu muda, sababu anajua akija anakutana na uso wa mbuzi. Hakaribishwi na tabasamu.
sijafika huko mbali, lakini tukumbuke kuna wajibu wa kufanya. Ninapolia kuhusiana na habari ya Mungu kunibariki kwenye maisha yangu, Mungu anatukumbusha leo kuhusiana na habari ya wajibu, ili tuzipate baraka za kimbingu. Kama andika wajibu na haki katika ufalme wa Mungu. Wajibu na haki katika ufalme wa Mungu. Mimi nimeipa hii. Wakati tunapoendelea utajua wewe ambao unaona ni ya muhimu, lakini zote ni za muhimu na zina baraka kwenye maisha yako. Wajibu huu kabla sijausoma, angekuwa mtu mwingine akisisitiza kuhusu haki. Haki yake inasema Mungu atakushibisha kwa siku nyingi na kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana. Kumbukumbu la Torati 5:16. Nyingi lazima tuwaheshimu wazazi wetu. Amen. Lazima tuwaheshimu wazazi wetu. Wazazi wetu wa kimwili na wazazi wetu wa kiroho. Tuna wajibu wa kuwaheshimu ili Mungu atushibishe kwa siku. Na hakuna mtu ambaye anapenda kuishi siku chache. Hakuna mtu anapenda kufa akiwa kijana. Kila mtu anapenda kuzishiba siku. Lakini ili uzishibe siku, inafungua kodi hii ili uzipate siku nyingi kwenye maisha yako. Waheshimu baba yako na mama yako. Ili amri pekee ambayo ina ahadi. Na hiyo ahadi ni haki yako. Kwa usije ukasimama mbele za Bwana, Baba, nishibishe kwa siku nyingi. Baba, ndio dunia ina magonjwa mengi, kuna ajali, kuna masumbufu mengi, kuna vifo vya ghafla, niepushe Bwana. Alafu wakati huo mzazi wako ameshika taa, hautabarikiwa katika jina la Yesu. Hayo maombi yatakuwa ni butu, lakini kodi hii inayofungua itasababisha maombi yako yakawe ni maombi yenye majibu. Na mimi nakuombea siku ya leo, maombi yako yakawe maombi yenye majibu, kwa kuwa umetii wajibu ambao unatakiwa kufanya. Waheshimu baba yako na mama yako, waheshimu wazazi. Point namba 1. Bwana asifiwe sana. Wangapi tumepiga simu mikoani kuwasalimia, kuwajulia hali wazazi wetu? Wengine nyanyosha. Mtu mmoja watu waheshimu wale, alafu hawa wanaokuombea na kusugua goti wanafunga na kuomba kwa ajili yako. Kuna wakati wakumbuki, waheshimu wazazi wako ili Mungu akushibishe kwa siku nyingi katika jina la Yesu. Kwa hili baraka, lakini ni wajibu ambao tunatakiwa tuwajibike katika kuwaheshimu wazazi wetu. Bwana asifiwe sana. Waheshimu wazazi wako. Waheshimu wazazi wako. Waheshimu wazazi wako. Heshimu wazazi wako. Na hiyo kwa kule wanakutumia mali sana. Bwana akupa siku nyingi. Kule wasemi hiyo. Ila wanakwambia tu, Bwana atakushibisha kwa siku nyingi. Ndani ya wiki hii kuna simu itapigwa kukutumia hela, kuuliza namba gani napokea. Utakutana na mtu atakayekuwa ufunguo wa baraka zako. My God. Kama rekodi haijafunguka, bado kuna mahali pa kupambana. Na Biblia inasema, inatoka katika kitabu cha Isaya 43:19, usiyakumbuke mambo ya kwanza wala usiyatafakari mambo ya zamani. Usiyakumbuke mambo ya kwanza wala usiyatafakari. Huo ni wajibu. Mambo ya kwanza yanayozungumzwa hapa ni yale mambo yaliyomfanya mke wa Lutu akageuka kwa jiwe la lele na chumvi. Yale mambo ya kwanza, yale maisha, namna ambavyo dhambi imekuburuza. Usiyakumbuke, usiyasumbukie hayo, wala usiyakumbuke na kuyatafakari. Yale mambo ya kale yanafananishwa na matope.
kisicho na kitu, kisichotamanika. Mambo ya kale. Kuna watu wanaweza wanapohubiri, wengine wao wanatoa ushuhuda kwamba mimi nilikuwa mtabani, mimi nilipinda. Umepinda wewe? Wewe umepinda? Kuna watu wamepinda. Yaani kuna watu wamepinda. Wewe ukasimama ukaanza kujishuhudia. Mimi nina hali matatuni nao. Mimi nilikuwa hivi, nilikuwa hata kuambia kuhusiana na habari ya matope. Sitoambia kuhusiana na habari ya uchafu. Yakumbuke mambo ya Bwana ambayo amekutendea kwenye maisha. Kama nitazamia jambo jipya ambalo Bwana anakwenda kulifanya kwenye maisha yako soon, inakwenda kutokea, ni nani hajaliona hata sasa? My God. God is about to do something new in your life. Mungu anakwenda kufanya jambo jipya kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Yes. Lakini hapa ndio ambapo nikizungumza hii lakini ninayozungumza hapa huwa washangilie. Inasema usiyakumbuke. Usiyakumbuke. Naongea na kijana kama mimi mahali hapa. Usiyakumbuke. Oh my God, naongea na wanandoa mahali hapa. Usiyakumbuke. Kuna wakati ukiumizwa na mke wako unakumbuka. I'm talking to you. Usiyakumbuke. Hata kwamba iko fair sometimes. Hata kwa watumishi wa Mungu iko fair ndio. But nilipokuanga sijaokoka, nilikuanga A, B na C na D. Baada ya kumpokea huyu Yesu, life is changed. Maisha yamebadilika. Hayajawa kama vile nilivyokuwa natazamia. Kumbe Mungu kuna season anakupitisha. Anataka kujulishe kwamba ile ilikuwa ni nguvu yako, and this is my power. Hii ni nguvu yangu, my God. Kabla hujaokoka, mafanikio uliyoyapata ile ilikuwa nguvu yako. Lakini sasa kwa sababu kuna nguvu yangu, nataka nivipoteze vyote na nifanye jambo. Hallelujah. Kuna mtu ananielewa mahali? Haki na wajibu. Hakuna haki bila wajibu. Natazama miaka. Never siwezi kuzifikia. Na Mungu ukasikia mhubiri anakuambia tembea kwa spidi, sikimbilie baraka zako. Kimbia kwa spidi. Hautaanza kukimbia kwenda huko. Utakimbia kwenda. Utaendelea. Usitazame miaka. Petani ya kumbia usitafakari. Na miaka. Usitafakari utoke. Wana potevu walitoka pale. Akasema mafai mahali hapa. Oh my God, hallelujah. Namba 3 wajibu. Namba 3 nasema wapende watu vitu. Wewe kama unatokea mbinguni, wewe ni mwenyeji wa mbinguni, you have to know. Wajibu wako ni upi? Sisi tabia za kimbingu ndio tunatakiwa tusionyeshe hapa duniani. Kabla hajasema Yesu anakupenda, kile tunachofanya kinamwambia kwamba Jesus love you. Washapata historia za watu ambao wameokoka na wamewatendea mambo mabaya. Sio wote ambao hawajaja pale hawajui, wanajua. Wengine wanaogopa. Lakini Biblia inasema wajibu wa kwanza, wapende watu vitu. Pemana makofi, hallelujah. Nikisema napozungumza kuhusu wajibu, piga makofi kwa jina la Yesu. Wapeni watu vitu. Wapeni watu vitu. Naipenda mahali hapa, lakini ngoja nikae hapo kwanza. Wapeni watu vitu. Ni majamaa. Wapeni watu vitu. Hallelujah. Wapeni watu vitu katika jina la Yesu. Alafu Mungu atakubariki. Wapeni watu. Luka 6:38 anasema mtapewa kwa kipimo cha kujaa, kusukwa hata kumwagika. Hiyo haki ambayo unatakiwa upewe. Mungu
Mungu atakupatia kwa kipimo cha kujaa, kusukwa hata kumwagika. Unajikaza, unajikaza. Ila Mungu atakupatia kwa kipimo cha kujaa, kusukwa hata kumwagika katika jina la Yesu. Mungu atakupatia vitu kwa kipimo cha kujaa, yale vitajaa. Alafu havitaishia kujaa tu, maana vikijaa vinaweza ukichukua moja vinapungua. Lakini anasema kwa kipimo cha kusukwa hata kumwagika. Kama utawapatia watu vitu, wape watu vitu katika jina la Yesu. Ngoja nisome. Luka 38. Luka 38. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika ndicho watu watakachowapa vifuani. Kwa kile kipimoacho ndicho utakachopimiwa. Unapotafuta kanguo kalikotoka unampa mtu. Na wengine wale watakaoleta vifuani mwako wanatafuta zilizotoka. Utapata zilizotoka wewe. Yaani itakuja nyingine inaonekana nzuri kwa imeshaoza. Ukipiga tu ukitembea tu chwa. Sasa unakuja kuingia kwenye bodaboda unapopaka. Ukipanda na kwa haya. Wapeni watu vitu vizuri. Wajibu namba 4. Namba 4, wajibu wa kusamehe. Tunao wajibu wa kusamehe. Ngoja kwanza kwa kimya. Na ngoja kwanza kwa kimya. Na ngoja kwanza kwa kimya. Na ngoja Bwana
ambayo una shida, unaona umefika mahali umechoka, umefika mahali umechoka, umefika mahali hauoni majibu, umesubiri kwa muda mrefu. This is your day. Pokea nguvu ya ushindi, pokea nguvu ya ufalme, pokea nguvu ya kusonga mbele, pokea nguvu ya kuendelea mbele, pokea nguvu